tunafanya mambo makubwa katika nchi yetu, na nikiongelea sekta ya elimu mnayaona masuala makubwa tunayoyafanya ni kwa sababu ya uongozi, na ni sababu ya kiongozi aliyekuwa imara ambaye ameonyesha maono yake makubwa katika sekta ya elimu. Na huyu sio mwingine bali ni Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye ni kiongozi namba moja. Na ametuonyesha njia. Kwa hawa viongozi wengine tunaowajenga katika sekta ya elimu, kwa kweli tunajifunza pia kutoka kwa kiongozi wetu namba moja, na hivyo tumeona ni muhimu sana tuimarishe umahiri wao na uwezo wa kiuongozi ili waweze kuimarisha shule zao, na hatimaye sekta yote ya elimu iwe na viongozi wazuri, na hivyo tutaona matokeo makubwa ambayo yanatokana na kazi zinazofanyika na viongozi hao. Kwa hiyo leo nitakwenda kuwapongeza kwanza wadau wote kwa kile ambacho wanakifanya, lakini kuwaomba kuendelea kushirikiana kuimarisha uongozi katika sekta ya elimu, na kuwaomba tu viongozi wenzetu ambao ni walimu wakuu na viongozi wengine wa kielimu waendelee kusimamia yale ambayo tutayapata katika kikao hiki ili kuimarisha uongozi katika shule zetu. Serikali inatambua umuhimu wa viongozi wa kielimu, hasa walimu ambao ndio wapo katika ngazi ya shule na ndio wanapaswa kuwa ni viongozi katika level ya kwanza ya viongozi. Na tunaamini kwamba tukiimarisha weledi na weledi wa kiongozi wa viongozi hao, basi tutakuwa na sekta ya elimu iliyokuwa imara, na hivyo tutaweza kuboresha elimu, kwa sababu kiongozi atahakikisha kwamba kunakuwa na mazingira mazuri ya walimu na wanafunzi kujifunza na kujifunzia. Watatoa motivation kwa viongozi, ataweka kila kitu vizuri ili kweli lile tendo la ujifunzaji liweze kutokea. Kwa hiyo tunathamini sana wadau wote ambao wameshiriki hapa leo, kwa sababu nao kwa namna moja au nyingine watachangia kwenda kuimarisha uongozi katika sekta ya elimu. Na kuna kitu kinatokea, niwaambie ndugu zangu, bila kuwa na kiongozi aliyekuwa bora. Mnaona hata katika nchi yetu tunakwenda vizuri. Nataka niwaambie katika mafunzo haya ya uongozi na kupitia taasisi yetu ya ADEM, hata wale wa shule za binafsi wanashiriki katika mafunzo hayo. Kwa hiyo tunaamini kama uwezo wao kiongozi hautakuwa ni mzuri, kupitia taasisi yetu ya mafunzo ya ADEM wataweza kuimarishwa kwenye maeneo ya uongozi na wataweza kusimamia misingi ya uongozi ambao mojawapo ni kufuata maelekezo ambayo yametolewa. Taasisi za ndani zilizoshiriki ni pamoja na vyuo vikuu ambavyo vimeweza kushiriki pasavyo, na wote tunafahamu kwamba linapokuja swala la uongozi, vyuo vikuu vimekuwa ni sehemu kubwa ya kuzalisha viongozi mbalimbali ambao wanatumika katika sekta ya elimu. Lakini vile vile tumeweza kuwashirikisha na wadau mbalimbali ndani ya nchi ambao ni wadau wa maendeleo, lakini vile viongozi mbalimbali kutoka katika sekta ya elimu na wao pia wameweza kushiriki. Lakini taasisi za kimataifa kama Education Sub-Saharan Africa, African Center for School Leadership, Association for Development of Education in Africa, lakini vile vile FAWE pamoja na VVOB ambao ni Education for Development. Kwa hiyo unaweza kuona tukio hili limekusanisha wataalam kutoka ndani ya nchi lakini na wataalam kutoka nje ya nchi. Naweza kusema kwamba ni tukio la kimataifa. Ni tukio la kimataifa kwa sababu hapa tunachokifanya ni kubadilishana uzoefu, kubadilishana mawazo, kubadilishana uzoefu wa ndani, lakini vile vile kubadilishana uzoefu kutoka katika nchi nyingine mbalimbali ndani ya Afrika. Kwa hiyo Association for African Center for School Leadership ni association kubwa sana ambayo imefanya kazi kubwa katika eneo la uongozi wa usimamizi wa shule barani Afrika. Kwa hiyo hawa wadau waliokusanyika hapa wameweza kubadilishana mawazo mbalimbali, namna sahihi ya kufanya training, lakini vile vile namna sahihi ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya tafiti, lakini tafiti zinazoweza kuboresha utendaji wa kiuongozi katika taasisi zetu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tumeyafanya kuunganisha hizi taasisi za ndani za kitaifa lakini pamoja na taasisi za kimataifa ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na tija na tunaboresha uongozi katika sekta ya elimu na kuweza kutimiza malengo makubwa ya dira ya maendeleo ya taifa 2050, lakini vile vile kutimiza malengo ya sera ya 2014 ambayo imefanyiwa marejeo mwaka 2023. Kwa jina naitwa Dr. Richard Ibrahim Sugura. Mimi ni mtumishi kutoka wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM kama mkufunzi, lakini pia na hudumu kama meneja wa campus ya ADEM Mbeya. Lengo ni kuimarisha sekta ya elimu. Tunaamini kwamba
ili maendeleo au mapinduzi ya elimu yaweze kutokea, tunaamini kwamba uongozi wa shule una mchango mkubwa sana. Sasa pamoja na ufahamu huo au uelewa huo wa kwamba uongozi wa shule una nafasi kubwa au una mchango mkubwa, kwa hiyo ilionekana kuna fursa kubwa ambayo haijatumika ipasavyo. Hivyo shirika hili lilitoa ufadhili huo, na mimi kama mojawapo wanufaika nimejikita katika kuangalia ni namna gani uongozi wa shule hususan katika eneo la usimamizi saidizi ambao unalenga kuwasaidia walimu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatekeleza shughuli zao za ufundishaji na ujifunzaji katika mazingira ambayo yanasaidia wanafunzi kuweza kujifunza kwa umakini. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.